Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wacha naongea kisiasa kidogo. Hata kwa Uislamu siasa nakubaliwa. Sawa. Hii mambo ya khalifa nini nini yote hizo ni siasa ilikuanga, sawa. So wacha tuongee siasa kidogo. Siasa nataka kuongea. Jana uliona matanga ya Seneta Nyoka. Matanga yake ilifanyika Seneta Nyoka. Umejua Seneta Nyoka ule wa Kisii. Seneta Nyoka alikuwa na matanga jana. Ulisikia kina Sifuna bila aliongea. Akina Ososi bila aliongea. Ososi alisema wakitaka ODM wakitaka warudi kwa nini? Waambia ni nani aliua Raila. Ososi answer ni rahisi. Mtu aliua Raila, unataka kujua mtu aliua Raila? Uliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu maisha zote ya binadamu iko kwa mkono ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama utaki kuuliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nani aliua Raila Amolo Odinga, uliza bodyguard ya Raila Amolo Odinga, Morris. Na kama unaona kuna nguvu utaki kuuliza nani Morris, huwezi uliza Morris. Uliza familia yake, uliza bibi yake, uliza mtoto wake, nani aliua Raila Amolo Odinga. Kwa sababu mimi najua maisha ya binadamu au maisha ya kitu yoyote iko kwa hii dunia iko chini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio naweza muuliza swali kama hizo ya utoto. Ukimuuliza nani aliua mtu fulani, nani aliua kitu fulani. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio akona nguvu ya kuua kitu, ndio akona nguvu ya kusave kitu. Si mambo ya kukuja kuuliza watu wa ODM swali kama hiyo. Kama unataka kurudi rudi, kama unataka kurudi acha kuwekea watu masharti. Masharti ambayo unawekea watu saidi. Masharti tena unataka uwekea watu urudi uwekwe ndani. Urudishwe kwa pawa yako. Alafu Sifuna pia arudishwe kwa pawa yako. Masharti nyingine tena unataka kuweka hizo agreement tuliagiri na Ruto itekelezwe. Sasa hizo ni masharti kidogo tu. Hizo ni masharti kidogo tu. So nini nyinyi kitu iliwatoa kwa ODM ni nini? Kama si tamaa, na kama si nyege ya siasa, na kama si kaswende ya siasa, na kama si kisonono ya siasa, ni nyinyi watoa huko? Si ni tamaa. Kama jana hiyo matanga ya Nyoka, nani anasimama? Sifuna anasimama, anasema anaweza fanya kazi na Gachagua, lakini anasema hawezi fanya kazi na Simbarati. Anasema anaweza kubali Gachagua kuwa president, lakini anasema hawezi kubali Simbarati akuwe gavana wa Kisii. Kweli nyani haoni matako. Kweli wanasema hawa watu ni nyani tu. Ni forest ndio wanabadilisha. Hawa watu wa siasa ni nyani tu. Kuna nyani nyeusi, kuna nyani nyeupe, kuna nyani ya brown, kuna nyani ya grey, kuna nyani ya white and black, ndio hawa tu. Kama anawaambia Nyoka ndio sasa akuwe gavana wa Kisii. Anawaambia Simbarati aende one term. Na anasema Gachagua, wakiungana na Gachagua watachange Kenya. Wakiungana na Matiang'i watachange Kenya. Wakiungana na Kalonzo watachange Kenya. Kweli? Ukweli nyege ya siasa ni mbaya. Ukweli kaswende ya siasa ni mbaya. Ukweli kasonono ya siasa ni mbaya. Unasikia? So hani Sifuna mtu ambao anasema anataka kuchange Kenya hana agenda. Anafuatana na agenda ya Gachagua. So Gachagua sasa ni malaika. Na nyinyi wa Kenya pia ni wajinga sana. Ndio mimi nasemanga kila siku siwezi fuata Kikuyu kwa siasa. Kwa nini gani? Wa Kenya ni wajinga kwa sababu gani? Gachagua ni nini imechange Gachagua amekuwa malaika? Ni kitu imepea Gachagua sasa imekuwa mzuri. Ni kitu sasa hii nimepea Gachagua kaona serikali ni mbaya. Na nikimalizia tena huyu ukitaka kujua binadamu tabia zake. Binadamu unajua wakati amepata pesa na wakati umekosa pesa. Au ukitaka kujua marafiki zako, jua rafiki zako wakati uko na pesa au wakati huna pesa, au wakati uko na shida au wakati hauko shida. Lakini ukitaka kujua rafiki wa ukweli, angalia wakati uko na shida. Ukitaka kujua rafiki wa ukweli, angalia wakati uko na shida. So watu hawana lengo ya kuchange Ruto. Ni kitu wako nalo kabila, lakini unajificha tu nyuma ya hiyo. Ndio watu wasijue. Leo nyinyi wapiga kelele hapa. Gachagua is out of the country. Ruto is out of the country. Unajua aje saa nyingine wamekutana Ghana? Unajua aje saa nyingine wamekutana huko Canada? Umejua aje? Umejua aje wamekutana huko nje wakadiscuss mambo ya siasa ya Kenya? Alafu akirudi hapo wanabondana.
Ukitaka kupata Kenya hapo watu wanasikizana, si ndani ya Kenya. Kwa sababu gani? Ndani ya Kenya huwezi sikizana, kwani siri zitatoka, mapicha itapigwa, itapostiwa. Wataki hiyo, utasemekana Gachagua leo wamekutana nani na nini, watu wa ndani watatoa. So wakitaka kukutana wanaenda nchi za nje. Unasikianga Ruto ameenda China, mwingine ameenda Dubai. Si hivyo, hao watu wanaenda kukutana Dubai huko na discard vitu zao inaisha. Sasa nyingine unaambia Ruto ameenda Ghana, kumbe Ruto ameenda tu hapa Uganda. Wameenda kukutana na president mwingine. Bro, siasa inajengwa kwa boardroom. Siasa inajengwa kwa table. Haya, ukisikia kitu kingine Sifuna alisema pale kwa ile matanga ya nyoka. Alisema hivi. Alisema sisi kama walinda wananchi, tuko na watu wetu, tuko na viongozi wetu, tuko na principal wetu. Nyinyi kama watu opposition, akina Gachagua, akina Kalonzo, akina Matiang'i, nyinyi pia uko na watu wenu. Tutakuja kwa meza. Sikiza sasa. Ndio nakwambia nyege ya siasa ni kitu mbaya. Tutakuja kwa meza. Masipinsi wa watu wetu, wale wa supporter wetu, wale viogogo wetu ambao tuko nayo kwa linda wananchi. Kama ni sosi, nitaambia sosi utampea cheo gani? Babu Owino utampea cheo gani? Na nyinyi cheo gani na mimi cheo gani? So hiyo ndio change unataka kuchange Kenya. Mimi niwaambia Sifuna is not a leader. Yeye ni mwanasiasa. Kalonzo is not a leader, ni mwanasiasa. Matiang'i is not a leader. Ameshaingizwa kwa siasa. Gachagua ndo sasa wasi huwezi zaongea juu yake. Gachagua ni kama shetani. Unafaa ukiongea unatema mate. Ukifaa kutaja jina lake unalani. So nyinyi hauna mpango yote kuchange Kenya. Ni tamaa tu na ukabila. Kwa sababu Waluya sasa una support kama Sifuna kwa sababu ni kabila yao. Sasa hii Kalonzo wanasupportiwa na Kamba kwa sababu ni kabila yao. Gachagua wanasupportiwa kwa sababu na kabila yao. Matiang'i anasupportiwa kwa sababu ya Kisii ni kabila yao. Sasa sisi Wajaluo ndo tumekaa hivyo tu. Hatuna mtu tunasupport. Tumewacha Babu Owino hapo kwa sababu hatutaki kufanya kazi na Gachagua, na hatutaki kurudi kwa opposition, hatutaki. Tunangoja 2032 ndo tunajua pia wakati hiyo Wakale watasimama president. So Wakale watakuwa wanataka mtu wa kusupport. Na sasa hapo Wakale pia tatuunga mkono kama Wajaka tumekufa nayo. Tumewatetea kwa social media zote, sisi tunawapigana juu yao.